Maombi ya ukombozi wa kimvuli chako na kila kitu kinachoitwa kwa jina lako ni maombi muhimu sana. Kuna mtu ananisikia, kuna namna adui anaweza kuchukua kimvuli chako akawa anakitumia kwenye mambo yake mengi na akawa anafanikiwa, ingali wewe katika mwili wako hauoni faida yoyote na hauoni kupiga hatua kwenye jambo lolote. Na kuna mtu ananisikia, kuna vitu vyako ambavyo ni vya kwako vinaitwa kwa jina lako, lakini wanavitumikia watu wengine, wanavifaidi watu wengine, wanakula faida ya mambo ambayo yako kwa jina lako watu wengine. Maombi haya yataenda kudai chochote ambacho kinaitwa kwa jina lako kiweze kusimama na kuleta faida kwako. Chochote ambacho uliwahi kukimiliki au nakimiliki, au katika ulimwengu wa roho kama kuna namna adui alikuibia umiliki, basi tunamwomba Mungu chochote ambacho kilikuwa ni cha kwako kiweze kurudi mikononi mwako. Kuna watu wamepoteza vitu vya msingi, vitu vya thamani. Kuna watu mlikuwa mahali mnafanya kazi na mmeleta matunda makubwa, lakini matunda hayo amyali ninyi. Kuna watu mlikuwa mahali mmechuma fedha, mmechuma mali, lakini mali hauzifaidi wewe. Kuna vitu ulivipambania, ulivihangaikia, jasho lako linaliwa na watu wengine. Haya maombi yanaenda kudai mahali popote ambapo kuna vitu viliitwa au vinaitwa kwa jina lako. Lakini kuna mtu mwingine katika ulimwengu wa roho, kuna vitu ambavyo vinaitwa kwa jina lako vinatumikishwa na shetani katika ulimwengu wa giza. Hivyo wewe vitu ambavyo vinatakiwa vije kwa jina lako haviji kwako. Nisikie, kuna vitu ambavyo katika ulimwengu wa roho ulitakiwa uvipate tena kwa jina lako, lakini adui anavizuia na anavitumikisha katika ulimwengu wa giza. Wewe huvipati, wewe hauvifaidi wala hauvili, ingali Mungu alikuandalia uviishi vitu hivyo. Kuna watu mna nyota kali, mna nyota kubwa, mna vibali vikubwa, lakini vibali vyenu na vitu ambavyo vinatakiwa vitu kwa majina yenu vinatumikishwa katika ulimwengu wa giza. Haya ni maombi yangu ya kumwomba Mungu kwa ajili yako. Chochote, kama ni ndoa yako, kuna mtu anayeitumikia na anaitumikisha katika ulimwengu wa giza. Kama ni uchumi wako, ni biashara yako, ni mahusiano yako, ni vitu ambavyo ulitamani uvimiliki, lakini adui anavitumikisha, tunaenda kumwambia Mungu leo viweze kurejeshwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na kama kuna mtu ananisikia, kimvuli chako kilichukuliwa kichawi, kilichukuliwa kiganga bila kujua au kwa kujua, au kuna mtu kwa wivu na chuki akachukua kimvuli chako kwa njia ya kipepo, au akachukua nyayo ya mguu wako akaenda kukufunga, leo katika jina la Yesu Kristo aliye hai, huko kiliko kimvuli chako kitaenda kupiga kelele. Popote kilipo kimvuli chako kitaenda kuwa uhalisi kwenye maisha yako. Kuna watu hamna pumziko, mnapambana tu, hakuna jambo nao kufanya ukae upumzike. Naombea kimvuli chako kirudi, naombea kibali chako kirudi. Nisaidie kuweka mikono kwenye macho yako, na mtu mwingine ambaye imani kiinuka zaidi, nisaidie kuweka mkono kwenye kichwa chako. Utaenda kuona nguvu za Mungu zikishuka hapo hapo ulipo. Wakati naendelea kukuombea, kuna ishara zinaweza zikajitokeza. Ukasikia unapiga miayo, ukasikia kuna vitu vinalipuka kwenye moyo, ukasikia kuna vitu kwenye macho ni kama vinatikisika. Wengine mikono yenu mtaona kama inatikisika, wengine mtasikia kama unapoteza fahamu, mwingine utasikia kama kichwa kinakuuma, mwingine utasikia unapiga miayo kupita kawaida, mwingine utasikia mwili unatetemeka, mwingine utasikia unasisimuka kwa namna ambayo sio kawaida. Haya maombi ni maombi ya ufungulivu. Haya maombi ni maombi ya kwenda kuita vitu vyako, ni maombi ya kwenda kukomboa kitu chochote ambacho kinaitwa kwa jina lako. Kitu chochote ambacho kinaitwa kwa jina lako tunaenda kukiombea kirejee katika mikono yako, na kama kipo kwako tunaenda kukiombea ulinzi. Una vitu vingi ambavyo unavimiliki kwa jina lako, na kuna watu wengine mmezuiliwa, majina yenu hayamiliki vitu vya maana, hayamiliki vitu vya msingi, vitu vya kuleta heshima. Yani wewe unavyovimiliki ni vitu ambavyo sio vinavyoitwa kwa jina lako. Leo nenda kamwambie Mungu, ninaliombea hata jina langu liweze kumiliki. Kuna watu mna majina yenu hayamiliki vitu. Kila unachokimiliki ni kitu ambacho kinaitwa kwa jina la mtu mwingine. Kila unachokimiliki ni kitu ambacho kinaitwa kwa jina la mtu mwingine. Tunaenda kumwambia Mungu, tunahitaji kumiliki vitu ambavyo vinaitwa kwa majina yetu. Na kama kuna mahali popote vitu vyetu vinatumiwa na yule mwovu shetani, leo viende kurejeshwa. Maana imeandikwa kwenye Biblia kwamba kuna watu ambao ni wafalme, lakini wanaishi maisha ambayo sio ya kifalme, wanaishi maisha ambayo yako chini ingali wao ni wa kifalme. Na wale ambao ni watumwa wanatawala, wanaishi maisha ya kifalme ingali ni watumwa. Tunaenda kumwambia Mungu leo tunadai haki yetu. Leo tunadai
vimvuli vyetu. Leo tunadai vitu vinavyotakiwa viitwe kwa majina yetu. Baba Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, ninaamini kwamba Mungu unaweza mambo yote na hakuna neno gumu lisiowezekana kwako. Nimeanza kukuamini tangu nilipoona ishara na maajabu katika maisha yangu. Naamini hata kwa watu wengine ambao wamewahi kufunguliwa, hata mtu huyu leo anaenda kufunguliwa kwa jina la Yesu. Naenda kuita na ninaita katika ulimwengu wa roho mamlaka ya kimbingu ya ukombozi, mamlaka ya kimbingu ya ukombozi, kama ilivyoandikwa na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu yake iliyomiminika, iliyomwagika, inaonena mema kuliko ile ya Abeli, leo inaenda kukukomboa kwa jina la Yesu. Nasema na wewe unanisikia hapo ulipo, nasema na nafsi ya mtu mmoja ambaye unanisikia mahali popote, na kuita katika ulimwengu wa roho. Naita nafsi yako katika ulimwengu wa roho, naita kibali chako katika ulimwengu wa roho, naita kimvuli chako katika ulimwengu wa roho, naita jina lako katika ulimwengu wa roho. Njoo kwa jina la Yesu, na kuita katika jina la Yesu. Chochote ambacho kinaitwa kwa jina lako na kiita katika ulimwengu wa roho. Wengine kuna vitu vyenu viko kwa waganga, wengine majina yenu walichukuliwa yakapelekwa kwa waganga, yakapelekwa kwa watu wa manabii wa uongo, yakapelekwa kwa watu wa giza, ili muweze kufungwa huko ambako jina lako limewekwa, huko ambako jina lako lilipelekwa. Kama walikuwekea chochote kile, wengine majina yenu yamefungwa kwenye vifundo na vimetupwa baharini. Wengine majina yenu yamefungwa kwenye nazi na yamepasuliwa katikati ya barabara au njia panda. Leo katika jina la Yesu, wengine dongo za miguu yenu, hatua zenu zilichukuliwa na zikafungwa kwenye karatasi jekundu, zikafungwa kwenye kitambaa chekundu, wakaenda kuunganisha na mauti, wakaenda kuunganisha na makaburi ya watoto, wakaenda kuunganisha na makaburi, ili kila kinachozaliwa kwako kife, ili kila kinachopatikana kwenye maisha yako kife. Leo nakuita kwa jina la Yesu. Yeyote ambaye amekufunga kwa kifungo cha aina yoyote ile, yote ambaye amekufunga kwa mafundo ya kichawi ya aina yoyote ile, yote ambaye amekufunga kwa namna yote ile kukamata kimvuli chako, nasema kwa jina la Yesu waachie. Natangaza kwa jina la Yesu waachie. Natuma moto na upanga wa mbingu, uende ukafyeke kazi zao, uende ukafyeke utawala wao, uende ukafyeke nguvu zao katika jina la Yesu. Chochote ambacho adui anakitumikisha kwako, akiachie kwa jina la Yesu. Naona kuna mtu naachiliwa, naona kuna nguvu ya Mungu inakushukia hapo ulipo, uliyejiconnect na maombi haya, uliyeweka mikono kwenye macho, na atuma ishara za kimungu zishuke hapo ulipo, uliyeweka mkono kwenye kichwa, na achilia nguvu za kimbingu ziteremke sasa hapo ulipo. Kuna vitu vinacheza, vinakimbia. Wengine mlilishwa vyakula kwa njia ya ndoto, wengine mlipewa zawadi, alafu katika hiyo zawadi kumbe wakawa nakamata kimvuli, wakawa nakamata kibali cha mikono, wakawa nakamata vitu kwenye mikono yako. Nyota mikono yako ikachukuliwa, nyota vidole vyako vya ndoa ikachukuliwa. Paka sasa unatanga, hauna amani kwenye ndoa, na mwingine unatafuta ndoa huipati. Leo naamuru kwa jina la Yesu, anayetembelea kimvuli chako, anayetembelea utambulisho wako, anayetembelea identity yako, naamuru aachie kwa jina la Yesu. Iwe kwa kukupa chochote, iwe kwa kuingia gano lolote, akachukua utambulisho wako, akachukua kimvuli chako, wewe ukawa utambuliki, anatambulika yeye. Wewe umekuwa uonekani, anaonekana yeye. Na pasua hiyo misingi, na pasua hiyo tambiko, na pasua hilo agano, na pasua hiyo mizimu iliyopelekewa chakula ili iweze kukufunga. Naamuru iachie kwa jina la Yesu. Navunja hiyo mizimu iliyopelekewa sadaka ili iweze kukubali wewe uteseke. Naipiga kwa jina la Yesu, naipiga kwa jina la Yesu, naipiga kwa jina la Yesu. Kila mizimu iliyokula sadaka, kila waganga waliokula sadaka, waliokunywa damu, waliokula chochote ili wewe ufungwe na minyororo, ili wewe ufungwe na kamba, ili wewe ufungwe na magonjwa, ili wewe ufungwe na hasira na kurudishwa nyuma, ninapasua katika jina la Yesu. Nafungua ufahamu wako, nafungua akili yako, nafungua kujiamini kwako, nafungua vitu vyako vifunguke sasa. Fungua pamoja nami, fungua. Kama kuna kamba waliweka kwenye mikono, anza kufungua pamoja nami. Anza kuondoa kamba hizo, anza kuondoa vifungo hivyo, anza kuondoa alama hizo. Wengine mnachanjwa chale, mkatupiwa maroho machafu, mkatupiwa maroho ya hofu na wasiwasi, maroho ya mauti na kuzimu, ili muone tu mambo yote ni kufa. Navunja roho za mauti, navunja roho za magonjwa, navunja roho za hasara, navunja mikataba ya kuferi, mikataba ya kuzuiliwa kuoa, mikataba ya kuzuiliwa kupiga hatua, mikataba ya kuzuiliwa kupata uzao. Toka katika jina la Yesu. Na kuanzia sasa, yeyote uliyefungwa kwa kifungo chochote kile, kifungo cha uchumi, na amuru ufunguliwe. Kifungo cha kazi kifunguke kwa jina la Yesu, na kufungua kwa damu ya Yesu. Kifungo cha amani, mwingine huna amani, wewe ni mapito tu. Kifungo cha magonjwa kikuachie kwa jina la Yesu. Lieka tarabaya ndokorea, na vunja vifungo vya magonjwa katika jina la Yesu. Vifungo vya hila, vifungo vya watesi, na
ninapinga kila mtesi anayekuinukia kutuma vita kwako au kwa familia yako au kwa watu wa karibu yako, ili aupate moyo wako, ili akuumize. Nami napangua hizo silaha zote zilizotuma kwa ajili yako, na zirudisha kwa aliyezituma. Zirudi huko na upate kufunguliwa katika jina la Yesu. Pokea kimvuli chako halisi, pokea nafsi yako halisi, pokea utambulisho wako halisi, pokea neema ya kimungu juu ya maisha yako. Ile nyota ambayo Mungu alikuandalia idumu kwako na ionekane. Nenda katambulike kwa jina la Yesu. Wewe ni mtu wa thamani. Navua kila vazi la giza likuachie kwa jina la Yesu. Nisaidie kupekecha mikono yako, unakuwa kama unaipasha. Pekecha tu, pasha. Ipo nguvu ya Mungu inafanyika sasa. Kama walikuwekea mikono ambayo sio kwako, walikuwekea alama ambazo sio za kwako, walikuwekea vitu ambavyo sio vya kwako, natuma moto wa kimbingu. Kama unavyopasha mikono hivyo, ndivyo nguvu inavyochemka. Ndivyo nguvu inavyochemka popote pale walipokuweka, popote pale walipofunga mafundo, walipofunga vitu vyako. Kama walikuzika, unafufuka. Kama walichimba popote pale ili wafukie maisha yako, yanafukuka. Na amuru kwa jina la Yesu. Na mwingine una ndugu yako unaona amefungwa kabisa, unasema Mungu naomba umfungue. Unapoomba ya maombi, taja jina lake. Kuna vifungo vinamwachia, kuna maagano yanamwachia, kuna kamba za giza zinamwachia katika jina la Yesu. Endelea kupasha, pasha mikono hiyo, pasha mikono hiyo, na irejesha nyota yako. Rudi kwa jina la Yesu. Na rejesha mtu huyo ambaye unataka arudi kwenye maisha yako, arudi kwa jina la Yesu. Rudi kwa jina la Yesu. Pokea neema hiyo, pokea urejesho huo, pokea urejesho huo, pokea urejesho huo, pokea urejesho huo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neema ya Bwana na ikuweke huru kwa jina kuu la Yesu. Amen. Mungu ni mwaminifu na Mungu ni mwema. Usiogope na usione hofu. Rudia maombi haya, utaona Mungu akikamilisha ufungulivu katika maisha yako. Uko mtu mwingine katikati ya maombi umesikia ishara zikitokea kwako, na unasikia Mungu amekupa kitu kipya, na unasikia kama ufahamu wako umefunguka. Na mwingine unasikia kama kuna vitu vinatoka kwenye kichwa, unasikia kuna vitu vinatoka kwenye mdomo, kwenye tumbo, au kuna ishara fulani imeendelea. Unasema, mtumishi wa Mungu, nimesikia Mungu akinihudumia na kunigusa. Nimesikia msisimuko wa maombi haya. Nasikia amani ya kujiambatanisha na ibada hii kwa sadaka yangu ya hiari, ya kuvunja madhabahu, ya kuvunja maagano, ya kuvunja mahali popote ambapo jina langu au vitu vilivyokuwa vinaitwa kwa jina langu vilifungiwa. Hii ni sadaka yangu ya kusindikiza ufungulivu wa jina langu, ufungulivu wa kimvuli changu. Ni muhimu sana jina lako kufunguliwa. Na ndio maana kuna wakati ambao Mungu alipotaka kumuinua Ibrahim, ilibidi ambadilishe jina kutoka Abraham kumpeleka Ibrahim. Kuna wakati ambao Mungu alitaka afanye agano na Yakobo, ilibidi ambadilishe jina kutoka Yakobo kumpeleka Israeli. Kuna wakati ambao Mungu alitaka afanye agano la kudumu na lenye matokeo makubwa na Sauli, ilibidi ambadilishe jina kutoka Sauli kumpeleka kwa Paulo. Kuna mambo yetu ili yaweze kufunguliwa, tunahitaji kufungua majina yetu. Tunahitaji kufungua vitu vinavyotakiwa vitu kwa majina yetu. Tunahitaji kufungua mahali popote ambapo majina yetu yamezuiliwa yasimiliki. Wengine majina yao yamezuiliwa yasimiliki viwanja, yasimiliki nyumba, yasimiliki ndoa, yasimiliki kazi, yasimiliki biashara. Kwa chochote unachokianzisha kwa jina lako hakiendi, ni mpaka umetumikia ndio unaweza kuona matokeo. Mungu akakufanye kuwa kichwa kwa jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Unahitaji kuwasiliana nami zaidi, karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Na kwa wewe ambao unahitaji kuachilia sadaka, karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. Mitandao ya kijamii yote andika maombi ni dawa, au andika mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Na zaidi ya hayo, YouTube unaweza kaandika pia maombi tiba. Ikiwa umebarikiwa na huduma hii, usiache kusubscribe. Na kama ninakutumiaga maombi kwa njia ya WhatsApp, unasema, mtumishi wa Mungu, wakati mwingine siyapati maombi, ingia YouTube, andika maombi ni dawa, au andika maombi tiba, maombi ni tiba au maombi tiba. Kuna maombi mengi yapo kwa ajili yako. Ninahudumia watu wengi mpendwa. Huenda siwezi kumlizisha kila mmoja kwa wakati ambao unatakiwa, lakini kule kunaweza kukakutosha kwa maombi mengi. Lakini nje hayo, YouTube, WhatsApp liko channel ambao huwa naweka maombi mahali hapo, sio group. Na nakukumbusha, sina group. Lipo channel ya WhatsApp ambayo inapatikana kwenye status yangu. Mara nyingi ukiingia kwenye status yangu huwa naweka hiyo channel. Ukisha join pale, utakuwa unaweza kuyapata maombi moja kwa moja kwenye channel, hata bila kuingia YouTube na sehemu zinginezo. Mungu wa mbinguni akubariki.